Sekta binafsi ni injini ya maendeleo ya taifa. Pale wafanyabiashara wanapowezeshwa, uchumi hukua, ajira huongezeka na maisha ya wananchi hupata nuru mpya. Najua unajua kuwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Na katika safari ya maendeleo, ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi hubeba matumaini makubwa ya ustawi wa jamii. Katika muktadha huo, wadau wa sekta binafsi Zanzibar wamekutana kujadili mwelekeo wa bajeti ya serikali, wakichambua fursa na kutoa maoni yatakayosaidia kujenga uchumi imara zaidi. Majadiliano hayo yamekuwa jukwaa muhimu la kuunganisha sauti za wafanyabiashara na watunga sera kwa lengo la kuhakikisha bajeti inakuwa chachu ya maendeleo badala ya kuwa mzigo kwa wananchi. Katika kikao hicho kilichofanyika hoteli ya Golden Tulip Zanzibar, mgeni rasmi alikuwa naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Hamade Omar, aliyewasilisha dira ya serikali katika kuendelea kuijenga sekta binafsi yenye ushindani na tija. Akizungumza mbele ya wadau hao, alieleza namna serikali inavyotambua nafasi ya sekta binafsi kama mshirika mkuu wa maendeleo. Miongoni mwa content ambayo imo ndani ya bajeti ya serikali ni pamoja na maoni ya wadau. Sasa maoni ya wadau miongoni mwao ni pamoja na wafanyabiashara, na hili jambo pia limefanyika. Nimetangulia kusema kwamba nimeliona kama kidogo limechelewa hili, lakini hata hivyo pengine inawezekana hata content hiyo wataingiza kipindi kinachofuata. Lakini kila mwaka tunakuwa na vipaumbele ambavyo vinakuwa vinalenga zaidi kwenye maendeleo ya umma, kwa maana kwamba vipo vipaumbele vinavyodeal na masuala ya miradi mikubwa ya maendeleo, miradi ya kimkakati ambayo ndani yake inalenga mustakabali wa jamii pia kwa ujumla wake. Kwa hiyo swala la wafanya biashara ni miongoni mwa sehemu ambayo lazima itakuwa inagusa, kwa sababu bajeti hii inagusa watu wote, inagusa hata watu wa chini, kwa maana ya watu wa grassroots kabisa. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yatakuwa yanajikita ni pamoja na kuandaa mazingira bora, mazingira wezeshi ya wafanya biashara au ya biashara kiujumla wake, ili kuona kwamba kwenye sekta hii ya biashara inaenda kukua, inaleta tija kwa maana ya hao wafanya biashara wenyewe, lakini na taifa kwa ujumla. Katika uongozi wake, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ameendelea kuonyesha kwa vitendo dhamira ya dhati ya kuimarisha uchumi kupitia mageuzi ya sera, uwekezaji wa kimkakati na mazingira rafiki ya biashara. Kwa maono yake, Zanzibar ya leo inaendelea kujengwa juu ya misingi ya ushirikishwaji, ambapo sekta binafsi si mtazamaji bali ni mshirika mkuu wa safari ya maendeleo. Nataka tuwe tuna ushirikiano wa karibu na sekta binafsi pamoja na kuongeza uwepo wa mijadala ya wazi na yenye tija baina ya pande zetu mbili. Lengo ni kuongeza mazingira mazuri ya uwekezaji hapa Zanzibar. Wadau walioshiriki wamepongeza hatua hiyo, wakieleza kuwa ushirikishwaji wao katika mjadala wa bajeti ni ishara ya matumaini mapya kwa uchumi wa Zanzibar. Wamefafanua kuwa kupitia majukwaa kama haya, serikali na sekta binafsi zinaweza kwenda sambamba katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, wakiamini kuwa penye nia pana njia. Tuko hapa kujadili vitu viwili. Kwanza kujadili hali ya uchumi ya Zanzibar. Nadhani wengi mtakuwa mkisikia kwamba uchumi wetu ukikua kwa 7%. Idadi ya watalii wanaongezeka. Tumekuwa na maendeleo makubwa katika miundombinu. Nikisema miundombinu ni kama barabara, vituo vya afya, hospitali, shule. Nimesikia tunajenga vile bandari. Kwa hiyo hizo zote ndio miundombinu. Sasa tunachofanya ni sasa tunachanganua hatua ambayo serikali imeshachukua na inategemea kuchukua katika kipindi cha mwaka 2026-27. Kitasaidia kupatikana ukuaji wa uchumi. Tunafanya mjadala huu wa kupitia rasimu ya bajeti ya serikali kwa ajili ya kufahamisha umma wa wafanyabiashara vipaumbele vya serikali ni vipi, kodi mpya ni zipi, sera zipi zinakwenda kubadilika, lakini pia na sisi kama private sector, sekta binafsi tuwe na mchango katika hii bajeti.
Tumezoea kuona bajeti ikifanywa pale Baraza la Wawakilishi na wale wawakilishi peke yao au na wataalamu bila kupata maoni hasa ya wafanyabiashara. Sekta binafsi ina sehemu mbili, ina sekta iliyo rasmi na isiyo rasmi. Na ukienda katika pia sekta iliyo rasmi ambayo tunaamini kwa kiasi kikubwa inaweza ikashiriki katika miradi ya maendeleo, ina sehemu mbili. Ina biashara ambazo asili yake ni ndani ya Zanzibar au ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kuna nyingine nje ya mipaka ya nchi yetu. Sasa la msingi au jambo kubwa katika hili ni kuangalia pia biashara kwa ukubwa wake zinashiriki vipi, lakini pia ile local content kwa maana ya sekta binafsi ambayo iko ndani ya nchi inaweza kushiriki vipi kuchangia miradi ya maendeleo, na si miradi ya maendeleo tu, hata katika kuwa vyanzo vya fedha katika miradi ya serikali. Kwa ujumla, kikao hicho kimebeba taswira ya Zanzibar mpya, Zanzibar inayojengwa kwa mashirikiano, maono na uwajibikaji, ambapo serikali na sekta binafsi wanashikana mikono kufungua ukurasa mpya wa maendeleo endelevu. Imeandaliwa na kusimuliwa nami Hamis Juma. Hariri picha Madina Omar.